na hii itakwenda kuwapa exposure, kurelease vile viwango vyao ambavyo wanavyo. Unajua mtu kama Musa Balakonte bado anahitaji kucheza kwa muda mrefu, apate game time na apate uvumilivu, kitu ambacho Yanga hawezi kuwa nacho kwa sasa, kwa sababu ni moja ya timu ambayo inahitaji kusajili wachezaji ambao wataingia kwenye mfumo moja kwa moja. Na hapa sasa ndipo ambapo unaweza ukaona mtu kama Musa Balakonte ana kiwango bora kabisa, lakini mtu anaye compete naye namba ni yuko bora zaidi ya yeye, lakini pia unakuta mazingira yanamfanya asipate game time ya kutosha. Na hapa sasa ndipo ambapo unakuta klabu bora kama Yanga yenye ueledi mkubwa inaamua kuwatoa wachezaji wake bora kwa mkopo ili wakaimarishe viwango vyao na fitness level yao iongezeke. Na mtu kama Azizi Ndambwile, Musa Balakonte, Dumbia, hao wote kwangu mimi kuondoka Yanga kwa mkopo ni swala ambazo nilikuwa nalitarajia tu. Pia mtu kama Chikola, mtu kama Edmund John, hao wote bado nilikuwa na uwezo wa kuwa offload kwa mkopo ili wakapate game time. Mtu kama Shehan, wote hao wangekuwa na uwezo mkubwa wa kwenda kwa mkopo ili waweze kupata game time ya kutosha. Ili pia load ya wachezaji wazao ambao wapo ndani ya klabu ambao hawapati game time waweze kupata game time katika vilabu vingine ambavyo vina uhitaji huo. Mtu kama Faridi Musa Malik anaweza akaenda kwenye klabu kama TRA akapata namba vizuri na akacheza week in week out akakupa level ya fitness ya kwake. Mtu kama Nkane bado anaweza akaenda kwa mkopo. Kwa hiyo unakuta Yanga wana wachezaji wengi ambao wana ubora ila hawawatumii kwa sababu first 11 yao na second 11 yao bado ni bora kuliko hawa ambao wapo. Kwa hiyo busara inayotumika kwa offload sio kwamba hawafai kucheza Yanga, wanafaa, lakini tayari mwalimu ana first 11 yake, lakini pia upande wa pili mwalimu ana mbadala wa kila first 11. Kwa hiyo unaona ni option ambayo ni mwalimu atakuwa ametoa. Lakini kuondoka kwa hawa wachezaji wawili wa kigeni kunampa Yanga wigo wa kuwa na wachezaji wengine wa kigeni wapya wawili ambao hawa watakuja kuongeza nguvu zaidi. Hapa tunamzungumzia winga mmoja kama mwalimu alivyotaka, kiungo mmoja namba 10 kama mwalimu alivyotaka, lakini pia tunazungumzia mshambuliaji mwingine wa kuja kumsaidia, Prince Mpumelelo Dube, mtoto wa mfalme ambaye amekuwa man of the match katika mechi ya South Africa. Unaweza ukaona ni mchezaji wa design gani, lakini pia unaona level ya fitness na uwezo aliokuwa nao anao display katika AFCON sasa hivi. Kwa hiyo ni total talent ambao ipo. Kwa hiyo kwangu mimi bado Dube sijawahi kumkatia tamaa, na kila siku nawaambia yeyote anayemkataa Dube hajui mpira katika ardhi za Tanzania, hata awe mchambuzi mkubwa kiasi gani. Kama kuna mchambuzi anamcrash Dube kwamba hawapi kile anachokitaka, basi huyo mchambuzi hafai hata kuzungumzia mpira kwa sababu ni mchambuzi wa hovyo. Umeelewa bwana? Kwa hiyo mwisho wa siku kuwatoa kwa mkopo Dumbia pamoja na Musa Balakonte tayari kuna hapa room Yanga ya kuongeza wachezaji wengine wa kigeni wawili ambao watakuja kukaa katika maeneo hayo. Lakini ukiangalia wamemsajili mchezaji mmoja sio ambaye anakuja ni kaliba ya mchezaji kama alivyo Mzize. Ana uwezo wa kucheza kama striker wa ndani, lakini pia ana uwezo wa kutokea kwenye mbavu ya pembeni. Ni mchezaji fulani ambaye anaweza akawapa Yanga kitu cha ziada kikubwa kwa wazawa. Na ndio maana utaona wana offload wachezaji wengi sana. Na hii iwe tu kwamba hawa wachezaji ambao wanasajiliwa pia wajue wanaenda katika vilabu ambavyo vinahitaji uwe na ushindani mkubwa. Yaani uwe na nguvu ya kupambana ili uweze kupata namba. Nani alijua kama Duke Ogabuya anaweza kukaa pale namba 6 na akazima vizuri tu na watu wakamsahau Halidi Aucho. Hakuna mtu anayeweza kuona kitu kama hicho, lakini discipline ya mchezaji wenyewe, lakini pia uwezo wa mchezaji binafsi umeweza kutoa hicho kitu ambacho amekitoa na kudisplay performance kubwa. Kwa hiyo kwangu mimi bado naamini uwezo wa Musa Balakonte, bado naamini uwezo wa Mohamed Dumbia, lakini muda wa kupata kucheza kwenye pitch dakika 90 zote, hiyo luxury Yanga hawana. Yanga hawana luxury ya kumsubiri mchezaji mpaka achochee afike katika ile climax. Mtu kama Dube watu wamuone kwamba Dube anafanya vitu, lakini ukifuatilia matukio anayoyafanya Dube akiwa ndani ya pitch, anaweza akakosa magoli 3-2, lakini kuna vitu vingi anavyocontribute ili timu ipate ushindi tofauti na hicho ambacho watu wanataka akifanye. Kwa hiyo kwangu mimi hawa bado watakosa game time, lakini huko watakapoenda nina uhakika. Kumbuka mtu kama Aucho, the more anavyozidi kwenda unaona Singida pale katikati kwenye shimo kunapata changamoto. Kwa hiyo ni wakati sahihi wao kwanza kumwamini Dumbia na Musa Balakonte. Akifika kule timu kwanza haina pressure.
Kwa hiyo atacheza akiwa amerelax, ametulia. Akimalizia msimu huu atakuwa amezoea ligi yetu ya Tanzania, sivyo? Kwa hiyo msimu unaokuja Yanga atakuwa na option, okay, kwa performance ulio display sasa tunataka uanzie hapa upandishe hapa juu. Anarudishwa kwenye kikosi akiwa katika form nzuri, maisha yanaendelea kama kawaida. Mtu kama Dumbia the same story. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mtu kama Chama the more anavyozidi kwenda anakupa kitu, lakini kuna zile game ambazo unatamani afanye kitu kutokana na age, lakini pia exposure na vitu kama hivyo, anazidi ku deteriorate. Kwa hiyo unakuta mtu kama Dumbia akikaa pale anakusababishia kitu ambacho anataka, na game time atakayoipata sasa inakwenda kuhakikisha kwamba Dumbia anarudi katika ubora wake ambao Yanga walimuona nao toka akiwa kule. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, kwa tetesi hizi Yanga wako kwenye the right track, na sijawahi kuwa na wasiwasi nao kwa sababu uongozi wao una utulivu wa hali ya juu. Kwa hiyo wanajua wanachokifanya. Engineer Harris anajua anachokifanya, benchi la ufundi pamoja na kocha mpya anajua anachokifanya, technical bench anajua anachokifanya, kaka yangu Ngai anajua anachokifanya akishirikiana na viongozi wengine. Kwa hiyo mwisho wa siku haya yote tunayoona yanavyosemwa kama ndivyo walivyo. Sijawahi kuwa na mashaka na klabu ya Yanga na uongozi wake kutokana na namna ambavyo wanapanga strategy zao. Na ndio maana makela nje anaweza kawa mengi kuhusu Dube, lakini week in week out tutamwona Dube yuko uwanjani na anacheza kabisa na anadeliver kila kitu. Lakini angalia sasa hivi anachokifanya. Kwa hiyo bado sina mashaka na hao viongozi, najua wanajua wanachokifanya. Tuna wajibu wa kuwapongeza, lakini pia tuna wajibu wa kuwakumbusha baadhi ya mambo ya hapa na pale. Kama mwalimu ametoa suggestion anamtaka mtu kama Luis Jose Miquissone Okello pale Uganda na wale mastreka wawili pamoja na namba 10, striker mmoja na namba 10 mmoja kutoka Angola, ambapo wana uwezo mkubwa, na kama mwalimu kweli mapendekezo yake, then why not? Ndio maana Yanga wana offload hawa wawili, lakini pia kumbuka kuna Ansinki ambaye yuko kwa mkopo, ambao kwa Yanga ni kama pia hapati namba, na Singida wanahitaji kuwa na beki kitasa wa type ya Ansinki, sivyo? Kwa hiyo wanaweza kumrudisha, watakuwa watatu, si ndio? Watakuwa wana nafasi za wachezaji wa kigeni watatu. Kuna uwezekano mkubwa Viper wakamzuia Okello kuondoka dirisha dogo ili aondoke dirisha kubwa, sio? Kwa hiyo tayari watakuwa na option wa wachezaji watatu wa kigeni, wanaweza wakaingia kwenye mfumo. Na kama unafuatilia ligi, Luis Jose Miquissone amerudi kwao walipotoka, sio? Nadhani balaa lake mnaliona na walifanya huko. Luis Jose Miquissone amerudi katika fitness kubwa mno, kama ambayo alitoka nayo Simba akaenda Ahli, sio? Sasa hivi mwalimu kama ni pendekezo lake kama inavyosemekana, kwa hiyo anakuwa katika sehemu sahihi na wana uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi hawa ambao wametolewa kwa mkopo kama inavyosemekana, it's a good call for the sake of rescue talent ya mtu ili apate game time ya kutosha. Kikubwa kwa klabu kubwa kama Yanga haina muda wa kumsubiri mchezaji, ila ina muda wa kupata matokeo. Yaani hilo ndio tatizo pekee ambalo namkuta Musa Bala Conte. Hata Kouma mwenyewe bado hajaitendea haki Yanga. Bado. Na namba aliyovaa pia mgongoni namba 8 ni nzito sana kwake. Ana wakati mgumu sana wa kuplay katika ile namba aliyovaa mgongoni. Kwa hiyo mwisho wa siku bado mimi naweza nikasema kwamba taifa linahitaji kuwa na maamuzi magumu kama ambao wanafanya viongozi wa Yanga. Inawezekana kweli labda walimess up, walifanya makosa, lakini wao wanachoamini kwamba kinachowagharimu hawa wachezaji ni game time. Na hiyo game time kwa Yanga kuipata ni ngumu, kwa sababu kila mechi ambayo Yanga anacheza anahitaji kupata matokeo, na hawa hauwezi kuingiza kuwajaribu. Kwa hiyo inabidi ukae nao katika mfumo huo huo. Kwa hiyo kwangu mimi niseme kila kitu kinawezekana, na wako katika sehemu sahihi na wanafanya jambo sahihi kuhakikisha kwamba wachezaji wanapata kitu sahihi na wanadeliver kwa wakati. Kwa hiyo kwangu mimi ni eko kwa uongozi wa Yanga, na niwatakie tu heri huko wanapoenda, wapate game time, wa prove kwamba issue ilikuwa ni game time. Kinyume na hapo akifika kule asipo prove, I think itakuwa ni mkono wa kwaheri, ni exit door nyingine rahisi tu. Huenda pia na nafasi ya Mpanzu imewekwa. Yote yanawezekana, lakini sioni Yanga kama unamhitaji Mpanzu. Ukimchukua Mpanzu pa anaenda kuchukua namba ya nani? Kwa mfano kama sasa hivi recently. Hebu tuzungumze, anachukua namba ya nani? Ana namba. Namba ya nani? Mimi sioni kama ana namba, lakini kama ni mapendekezo ya mwalimu, mimi naheshimu maamuzi ya mwalimu pia. Naheshimu sana. Lakini kama sio mapendekezo ya mwalimu, sioni kama kuna haja ya kumchukua Mpanzu. Mpanzu hawezi kumweka mtu bench pale. Tunajaribu kufikiria huyo mtu atakaye kwa bench na Mpanzu ni nani? Ndio nisaidie wewe. Au nataka kuniambia Max apumzike Mpanzu aanze? Ndio. Au utakuwa hauko serious mtangazaji. Work rate na ability na stability na uwezo binafsi wa mtu kama Max Mpia Nzengeli
unamfanisha na Mpanzu ambaye amekuja juzi anapanda na kushuka kama mawimbi ya bahari. Itakuwa tu ingetaka kumuumiza tu Yanga Simba kisaikolojia ili waendelee kupigana ndani, lakini sio kwamba wanayo nafasi kubwa ya kwenda kucheza huko.